Taarifa za kuuawa Ali Larijani ikiwa zitathibitishwa na Iran, yumkini itakuwa ni pigo kubwa kwa utawala mjini Tehran kutokana na ushawishi aliokuwa nao kiongozi huyo tangu kuanza kwa vita. Larijani aliyekuwa katibu wa Baraza Kuu la Taifa la Usalama la Iran anazingatiwa kuwa mtu mwenye nguvu kubwa ya maamuzi kuhusu mwenendo wa vita tangu kuuawa kwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Wako wanaoamini mauaji yake ni uthibitisho mwingine wa uwezo mkubwa wa kijeshi, hasa intelijensia wa Israel na Marekani kuizidi Iran. Hilo lina mchango mkubwa kiasi gani? Swali hilo na mengine nimemuuliza mwandishi wa habari wa kimataifa Abdel Fattah Musa akiwa visiwani Zanzibar. Tathmini hiyo nakubaliana nao, lakini si kwa mtazamo wa kwamba intelijensia ya Iran ni dhaifu. Nakubaliana nao katika mtazamo kwamba intelijensia ya Marekani na Israeli na madola magharibi kwa ujumla ni ya kiwango cha juu, kwa sababu sote tunajua kwamba mifumo yote ya mawasiliano ya intaneti, ya mawasiliano ya satelaiti na mbinu mbalimbali za mawasiliano kimataifa ziko kwenye mikono ya madola ya magharibi yakiongozwa na Marekani. Na vile vile kwa upande wa ndani ya Iran inajulikana kwamba kutokana na kuwepo watu ambao wanapinga kikamilifu mfumo wa Kiislamu wa Iran au mfumo wa utawala wa Iran, ni kwamba CIA na shirika la ujasusi la Israel la Mossad, yote hayo yana maajenti na mamluki wao ndani ya Iran ambao wamekuwa wakisaidia harakati mbalimbali za kijasusi dhidi ya vyombo vya intelijensia vya Iran. Kwa hivyo hili si jambo ambalo litakuwa la kushangaza sana, tukitilia maanani kwamba wameweza kufanya hivyo dhidi ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kwa hivyo haitakuwa ni ajabu pia kuweza kufanya hivyo kwa mtu kama Ali Larijani. Kwa Israel, Marekani na wa Iran hao waliosema wanaupinga utawala wa Jamhuri ya Kiislamu, Ali Larijani alikuwa ni kiongozi katili, anatuhumiwa kuratibu mauaji ya maelfu ya waandamanaji wakati wa maandamano ya mwezi Januari. Kifo chake kinaweza kuleta hisia miongoni mwa makundi haya yanayoipinga Iran kuwa sasa utawala mjini Tehran utatetereka kwa sababu viongozi wakubwa kama Larijani wanauliwa. Hapana, haiwezi kuteteresha kwa namna yoyote katika swala hilo, kwa sababu kwanza hicho ambacho kinazungumzwa katika sura ya kumpa yeye kwamba ni mtu ambaye amechangia au kwamba ni mwanasiasa au kiongozi katili aliyechangia mauaji ya waandamanaji ni propaganda za vyombo vya magharibi vya kutaka labda kumchafua Ali Larijani. Ali Larijani kihistoria anajulikana kama ni miongoni mwa wanasiasa wenye misimamo ya wastani. Kuuawa kwake kutakuwa ni pigo kubwa sana katika kipindi hiki ambacho viongozi wa aina yake wanahitajika sana Iran, katika kipindi hiki ambacho zaidi hekima na busara zinahitajika kutumika kwa ajili ya kukabiliana na hali ya sasa ndani na nje ya nchi. Vipi kuhusu kubadilika viongozi kimsimamo? Kwa sababu ikiwa Marekani na Israel inaolenga viongozi inaoamini wana misimamo mikali, bila shaka kama utawala hautaanguka watapatikana viongozi wapya. Hilo linaweza kulainisha msimamo wa utawala wa Tehran? Bila shaka yote, kama nafasi za uongozi wa juu zitashikwa na wanasiasa wenye mitazamo ya aina hiyo, si ajabu kushuhudia mabadiliko ya kimisimamo. Na viongozi wa aina hiyo Iran wapo. Baadhi ya viongozi ambao wameshawahi hata kuwa ni marais wa Iran kama Muhammad Khatami au hata Hassan Rouhani. Kwa hivyo endapo mazingira yanayojiri sasa yatapelekea watu wa aina hiyo kushika hatamu za utawala, hasa katika kipindi hiki hasasi na nyeti cha kivita, upo uwezekano wa kuweza kushuhudiwa mabadiliko kama hayo katika sera za uongozi za Iran. Ni mwandishi habari wa kimataifa Abdel Fattah Musa nilipozungumza naye muda mfupi uliopita akiwa visiwani Zanzibar.